Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tunasoma Zaburi sura ya 119. Ni faida zipi ambazo tunazipata tunaposhika sheria za Mungu? Yaani unaposoma neno halafu unafanya vile ambavyo neno linakuagiza. Faida ya kwanza, hautaaibika. Yaani kwenye maisha yako haitatokea hata siku moja ukaaibika, kwa sababu Mungu hawezi kukuacha uaibike, wewe ambaye unazifuata sheria zake. Faida namba 2, Mungu hatakuacha kamwe. Mungu atakulinda na kukupigania, hata upite katika majaribu ya namna gani, hata upite katika mambo mazito kiasi gani, Mungu hawezi kukuacha. Faida namba 3, sheria za Mungu zinatusaidia kusafisha njia zetu. Kupitia neno la Mungu unarekebisha njia zako, yaani unaanza kubadilisha tabia zako. Ulikuwa na tabia ambazo hazimpendezi Mungu, ukishalijua neno la Mungu unaanza kubadilika na kuishi sawa sawa ambavyo Mungu anataka. Faida namba 5, maagizo ya Mungu yanatupa sisi kuishi. Yaani tuko hapa duniani, kila mtu ni mgeni hapa duniani, hakuna ambaye ni mwenyeji. Kila mtu ni mara yake ya kwanza kuwepo duniani, lakini maagizo yake yanatuwezesha kuishi vyema kwa sababu ameelekeza kila kitu. Kwa hiyo kupitia neno lake tunapata utaratibu mzima wa kuishi hapa duniani tukimpendeza Mungu. Faida namba 7, unaposhika sheria za Mungu kupitia neno lake linakusaidia wewe kuwa na amani na furaha. Anasema wana amani sana waipendao sheria ya Bwana, wala hakuna la kuwakwaza. Kwa hiyo wewe utaishi maisha ya furaha na amani, hakuna ambalo litakukwaza kwa sababu maelekezo yote yameandikwa kwenye neno lake. Kwa hiyo utajua jinsi ya kuishi na watu. Utaona kwamba makwazo kuja ni sawa, lakini haya makwazo sitayaruhusu yaje yaondoe furaha na amani nilionayo, kwa sababu moyoni mwangu nimeliweka neno lake. Sitaki kumtenda Mungu dhambi ya kuchukia wengine, dhambi ya kukasirika. Na anasema msikasirike. Maana unapokasirika unatenda dhambi, alafu usiwakasirikie wanaotenda ubaya. Kwa hiyo unaishi maisha ambayo Mungu anakuongoza kupitia neno lake. Lazima uwe na furaha na amani wakati wote. Siku ni njema ambayo Bwana amefanya, tuifurahie na kuishangilia. Maombi ya siku ya leo, mwambie Baba yangu wa mbinguni, naomba unisaidie nizishike sheria zako na nizitafakari mchana na usiku, maana sheria zako zinanipa mimi furaha na amani siku zote. Nikutakie siku njema, tukutane kesho.